Ripoti zinazagaa kuhusu simu iliyoripotiwa kufanyika kati ya waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth na mwenzake wa Iraq, ingawa maelezo mengi ya simu hiyo ilifanyika bado hayakuwa wazi. Ripoti zinaonyesha kuwa Iraq iko ukingoni na huenda ikakabiliwa na wanajeshi wa Marekani. Siku mbili baada ya ujumbe wa Marekani kuihakikishia Baghdad kuhusu mustakabali uhusiano wa nchi hizo mbili, serikali ya Iraq inaonekana kuwa imepokea onyo kali kutoka kwa ikulu ya Marekani kuhusu makundi yenye silaha. Gazeti la mjini London la Asharqi Al-Awsat limeripoti. Onyo hilo kwa Baghdad limekuja kabla ya uchaguzi wa Iraq wiki ijayo. Pia limekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuionya Iraq kuhusu kuwepo kwa wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini humo. Kuingia kwa jeshi la Marekani nchini Iraq ni katika kile ambacho kinaelezwa kwamba kumekuwa na makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Iran, na hivyo lazima ihakikishe inayaondoa makundi hayo. Ikumbuke katika siku za hivi karibuni waziri mkuu wa Iraq alisema kwamba sasa wanahitaji kujitawala kama taifa na kwamba watashirikiana na Iran katika kila namna ili waweze kuhakikisha wanajilinda vilivyo. Iran inadaiwa inaunga mkono wanamgambo ndani ya vikosi maarufu vya uhamasishaji vya Iraq. Hawa ni pamoja na watu zaidi ya 10,000 wenye silaha katika vikundi mbalimbali vya wanamgambo hao. Sasa Iraq inashangaa ikiwa mvutano zaidi unaweza kutokea. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango wa Marekani ni kwa ajili ya makabiliano zaidi na Iran katika njia nyingine, katika kupambana na makundi ambayo wanadai Iran inayapa silaha. Ujumbe huo ulikuwa ni watishio la moja kwa moja, na iwapo makundi haya yatatekeleza hatua zozote za kulipiza kisasi katika kukabiliana na operesheni zilizopangwa na Marekani katika maeneo karibu na Iraq katika siku zijazo, ni wazi kutakuwa na makabiliano makali kati ya jeshi la Marekani na makundi hayo na kusababisha hofu ndani ya taifa hilo. Siku mbili baada ya kile kilichoonekana kuwa ishara ya wazi ya kuunga mkono Waziri Mkuu Mohamed Shia al-Sudan ambaye anagombea katika uchaguzi, huku kukiwa na mizozo mikali ya ndani ya mifumo ya uratibu wa Shiite, Baghdad imepokea onyo kali kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani ama waziri wa vita Pete Hegseth, uliowasilishwa kwa simu kwa mwenzake wa Iraq, waziri wa ulinzi Thabit al-Abbas. Katika mahojiano ya runinga na al-Abbas, alisema Hegseth kupitia ofisi ya watendaji wa Marekani huko Baghdad alitoa onyo juu ya operesheni zijazo za kijeshi katika eneo hilo na kuonya dhidi ya kuingiliwa kwa makundi yoyote ya Iraq. Asharqi Al-Awsat imeripoti. Hakuna maelezo zaidi ya uendeshaji yaliyotolewa. Al-Abbas alisema simu hiyo ilidumu kwa dakika 11 hadi 12 na ilijumuisha mkuu wa majeshi wa Iraq, naibu kamanda wa operesheni za pamoja, mkuu wa operesheni msaidizi na mkurugenzi wa ujasusi wa kijeshi, ripoti hiyo ilieleza. Lakini pia inadaiwa kwamba majadiliano hayo pia yalihusu ushirikiano wa ndege zisizokuwa na rubani, mkataba uliopendekezwa wa ushirikiano wa kiusalama na kijasusi na mpango wa kuwasilisha helikopta za Bell nchini humo Iraq. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.